Karibu kwenye exclusive za PMTV. Mimi ni Latifa Nafi, nyuma ya kamera hapo ni Moxen Kimonje. Yako mengi ya kimichezo ambayo yanaendelea kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Simba Sports Club akiwa anaendelea na michezo pale Arusha, lakini pia bingwa mtetezi wa ligi kuu ya NBC Young Africans pia anatarajia kucheza dhidi ya Mbeya City, bila kusahau mchezo wa kukata na shoka kati ya Azam FC dhidi ya JKT Tanzania. Kwa muda mrefu sijapata nafasi ya kuzungumza hapa na shabiki wa klabu ya Simba Mikoi Kisugu. Nadhani tupate nafasi ya kuzungumza naye, lakini nikukumbushe kuweka mkeka wako kupitia tovuti ya pmbet.co.tz. Mikoi Kisugu. Niambie Tifu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Umependeza. Asante. Moja katika watu ambao wanasababisha mimi nipendeze basi Jerut, moja katika wazabuni wa jezi wa klabu ya Simba. Kwa sababu naamini kwamba ubora wa jezi wa Jerut ambazo uliokuwa nao kila mwanadamu ukivaa basi lazima utapendeza. Kwa hiyo nashukuru sana. Umekosa kwenda kula nyama pale Arusha ndugu yangu. Naona umebaki Dar es Salaam. Watu wana kula nilikuwa Arusha, naamini kwamba nilikuwa Arusha mechi ya kwanza kabisa tuliocheza na TRA. Nikaja kushuhudia mechi nyingine tuliocheza na Dodoma Jiji, lakini kwa bahati mbaya kutokana na ratiba namna ambavyo zilivyokaa, na unajua kuna muda mwingine lazima utimize majukumu ya watu ambao unapata mkato wa kila siku. Kwa hiyo nafasi kidogo ilikuwa finyu, lakini kubwa ni wapongeze wale ambao walifanya maandalizi, kwa wana Simba wote kwa ujumla. Mimi nafikiri kwamba siku jana ilikuwa nzuri, lakini na mazumuni siku ya kula nyama tu Arusha, kutengeneza umoja ambao slogan ya Simba inasema nguvu moja kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Fountain Gate. Wapo ambao walianza mara baada ya mchezo dhidi ya TRA pale Arusha, maneno yalikuwa mengi bwana, Simba inakuaje, gepu la mtani lilipungua, limerudi tena na mambo kama hayo, wakianza kuzodoa mchezaji mmoja mmoja kama kawaida. Ulitamani kuona Simba ikipata matokeo ya ushindi ili kuzidi kupunguza lile gepu na watani? Kazi ya shabiki siku zote kuona timu yake inafanya vizuri. Akiona namna ambavyo matarajio aliyoweka sio, lakini lazima ukubaliane nayo kwa sababu football kama maisha ya mwanadamu. Iko siku utaamka katika afya nzuri na iko siku kidogo utaamka afya sio sawa. Lakini kikubwa lazima tuseme, wakisema wana Yanga wana haki ya kusema kwa sababu ni mashabiki ambao sisi ni watani wetu wa jadi. Wana haki ya kutania. Kinachoumiza zaidi ukiona Simba ikienda kuteleleka na kufanya vibaya, wana Simba ndio wanakuwa watu wa kwanza kipao cha mbele kwenda kuzungumza vibaya Simba kwenye mitandao ya kijamii. Simba sio sawa. Sio sawa. Sio kama wao ndio wana uchungu zaidi na klabu, kwa sababu si ndio mashabiki. Mwenye uchungu zaidi hawezi kutoa kashfa ya mzazi wake barabarani kwa mapenzi makubwa ya mzazi wake. Mwenye mapenzi zaidi na kitu ambacho alichokipenda, akaamini kwamba kuna jambo amefanya sio sahihi, sio vizuri kwenda kulianika kwa jamii, tafuta namna ambavyo zungumzeni wenyewe kwa wenyewe ili kuona namna mpata mwafaka ili mwazaje. Latifa, huwa nimewahi kusema na nitaendelea kusema, haya mambo yanayofanyika kwa Simba si kwa bahati mbaya. Haya mambo kwa Simba yanafanyika ni makusudi, kwa sababu mimi naamini na ushahidi ninao, kuna kikundi kimetengenezwa ndani ya Simba ili kuhakikisha kwamba Simba inafanya vibaya ili matakwa ya mabwana zao yaende kutimia. Kumbe kile kinachosemekana kwamba kuna mgogoro ndani ya Simba ni kweli. Simba haina mgogoro. Ina nini? Simba ni management ya Simba iko sawa sawa. Nimesema kuna kikundi kimejitengeneza ndani ya Simba kwa maslahi yao binafsi ili kuhakikisha kwamba amani ya Simba ndani ya Simba isiwepo, ili wao mipango yao iweze kufanyaje, iweze kukamilika. Kwa upande gani sasa? Maana tunasikia kuna timu Mo, alafu kuna timu Jerut. Simba hakuna timu Mo, wala Simba hakuna timu Jerut. Simba kuna timu inaitwa Simba Sports Club Company Limited. Hao ambao kikundi ila Waswahili wanasema siku zote kwenye msafara wa mamba na kenge wamo. Wako watu ndani ya Simba, inawezekana wako kwa ajili ya Simba na maslahi mapana ya Simba, na inawezekana kwa sababu ndani ya Simba wako watu kwa ajili ya maslahi yao. Ili mfumo wa dunia utimie, lazima mpishano wa kimawazo yapatikane. Lakini nenda katika mawazo ambayo asilia ndio kwenda kufanyaje, kwenda kujenga, sio mawazo ambayo yanakwenda kwenye kubomoa. Nimesema kuna kikundi cha watu wachache. Leo hii Tifa, kama ulivyozungumza iko sawa. Leo hii hamna. Leo Tifa, kama ulivyozungumza, lengo la Simba na nia ya Simba kuna namna ambavyo tunafanya vizuri kwenye ubingwa wa NBC. Lengo la Simba tunafanya vizuri kwenye ubingwa wa CRDB Federation Cup.
Kila mwana Simba mwenye mapenzi sahihi na thabiti anapambana kuona namna ambavyo Simba anakwenda kufanikiwa. Lakini leo hii watu wanapambania ubingwa, kuna watu tayari wanaingiza focus ya uchaguzi kwenye Simba. Hawa ni Simba. Yes, hawa ni Simba. Hawa ni Simba. Uchaguzi unakwenda kufanyika mwakani, mwezi wa pili. Ubingwa upo mwaka huu, tunaupambania. Wewe unatengeneza kikundi cha wauni kwenda kuivuruga Simba, kupeleka focus. Watu waondoe focus yao kwenye ubingwa, wapeleke focus kwenye uchaguzi. Unaikosea Simba. Wasione sisi tuko nje huku hatujui. Kila walichokipanga na kukitengeneza wana Simba tunafanyaje? Tunakijua. PMTV, nyinyi wajumbe safi. Pelekeni hizi salamu. Waambie wasipate shida, watu wache kwanza tuipambanie Simba ya mabingwa. Hiko nilichokitaka baada ya Simba kumaliza mambo yetu tutakutana nao huko. Sawa, twende kwa Soa bwana. Moja katika wachezaji wazuri Soa, isipokuwa ameingia katika mgogoro, ni jambo la kawaida kwa mchezaji. Lakini bahati nzuri nafikiri jana mmemsikia msemaji wa Simba amezungumza vizuri. Mimi nimependa kuna namna ambavyo kamati ya nidhamu ya Simba chini ya mzee wetu amechukua hatua. Kwa hiyo mimi nafikiri ni jambo jema, ni jambo zuri, kwa sababu siku zote kwenye timu jeshi linatakiwa lisimame na lipite kwenye njia moja ili kwenda kuipambania nini? Timu. Kwa hiyo taratibu zimewekwa, kama kuna mmoja akikiuka taratibu ambazo zilizowekwa, kumchukulia hatua ni jambo la kawaida. Tumesikia kuna adhabu imetolewa. Mimi naamini kinachofuata tumwachie Soa mwenyewe kwenda kutekeleza matakwa ya viongozi wake. Mimi naamini muda so mrefu tutakuwa naye katika kundi moja kwenda kuipambania Simba. Kuna sehemu wanasema msemo wa kiutani kwamba Soa si ana nidhamu. Kwa kipindi hiki wakati anasajiliwa walisema kwamba atakuja kutumia za Mzamiru Yasini au yoyote pale. Sababu Yasiana angepewa za mtu mwingine. Imeshindikana hiyo. Kila mwanadamu ameumbwa na tabia yake. Na kila mwanadamu ana weledi wake. Nasi Simba tuna utaratibu wetu. Unapofika katika Simba kuna matakwa ya Simba lazima ufate ili kuna namna ambavyo kila jambo linakwenda vizuri, kila jambo linakwenda sawa sawa. Sisi mashabiki tuna imani kubwa na Soa. Kwa wao viongozi baada ya Soa kuwakosea wana Simba pamoja na Simba, midhali wamekaa chini wakaona namna ambavyo njia rahisi ni hii ya kwenda kumaliza mgogoro, ili kuna namna ambavyo wanajeshi wote wanakamilika wanakuwa sawa sawa kwenda kuipambania Simba. Sisi tuko tayari wana Simba kumpokea Soa na kuendelea kumsupport kwa sababu tunaamini ni mchezaji wetu. Sawa, tetesi zinamhusisha Pinpin Kamara kuachwa mwishoni mwa msimu huu. Ili aendelee na maisha mengine alafu waliopo wanabaki. Mchezaji kutoka kuingia kwenye timu ni jambo la kawaida. Kwamba ni sawa Pinpin kuachwa. Kwa hiyo mimi sitaki kuzungumzia Pinpin Kamara katika muda huu kwa sababu mimi naamini katika usajili, muda wa usajili ni bado. Na watu ambao wana haki kimsingi kutoa taratibu za usajili ni uongozi wa Simba kupitia msemaji wa Simba Ahmed Ally. Lakini si ulitamani kuona akiendelea kusaidia. Juzi tumekaa. Ahmed alitoka hadharani kuambia wana Simba kwamba Kagoma tumemwongezea mkataba. Ahmed huyu akatoka hadharani kuambia Derek Lushain wamwita center wetu kutoka South Africa tumemwongezea mkataba. Sasa aidha Pinpin Kamara kuwepo katika Simba au kuto kuwepo, mwenye haki ya kuzungumza na kuambia wana Simba ni Ahmed Ally. Lakini si tetesi ndo zinasema, na tetesi sio dhambi kujadili. Sasa tetesi inategemea na patents, nyakati. Patents. Yes, nyakati. Yes. Sasa nyakati hizi tunakwenda kuzungumzia usajili kweli? Watu focus yao wanapambana kwenye ubingwa, wanazungumzia usajili. Yawezekana pia akaondoka, ni jambo la kawaida. Mohamed Mwameja, moja katika magolikipa bora kutoka katika Simba Sports, yupo. Juma yupo. Kevin Mwagama yupo. Sikiza watu nakutajia hao.